Baadhi yenu watazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level kupitia jukwaa hili mmekuwa mkiuliza maswali kadhaa. Mojawapo ambayo limejitokeza mara kadhaa ni juu ya uwezekano wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kupata nafasi ya kushiriki katika kombe la dunia la FIFA kwa klabu ambalo litafanyika Juni na Julai mwaka huu 2025, lakini pia kama kuna utaratibu kwenye msimu unaokuja baada ya Simba kuwa katika nafasi ya 4 kwa viwango vya ubora vya CAF kupata tiketi ya kushiriki michuano hiyo. Jawabu kabla tujaenda mbali ni kwamba jibu hapana. Haiwezekani kwa Simba, haina sifa na vigezo vya kushiriki katika michuano ya FIFA kwa ajili ya klabu duniani. Nadhani nimeeleweka vizuri. Na tutatoa ufafanuzi. Ni jukumu letu Mbwaduke Stats Sport Next Level. Baadhi ya mambo ambayo hayaeleweki sawa sawa, basi ni wajibu wetu kutolea ufafanuzi kwa kuelezea vigezo na facts na ukweli usio na shaka ndani yake. Kwa hiyo mada yetu leo hii tunazungumzia juu ya sifa za kushiriki kombe la dunia la FIFA kwa ajili ya klabu. Yes, FIFA Club World Cup. Hii ni michuano ambayo ilikuwa ikifanyika hapo kabla, lakini hivi sasa shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA limeboresha zaidi kwa kuongeza idadi ya timu, lakini pia kufanya kuwe na mvuto zaidi. Timu hivi sasa zinazoshiriki kwenye michuano hiyo, hili ni swala la kwanza kabisa, idadi ya timu imeongezeka. Hivi sasa timu 32, klabu 32 ndizo zitashiriki katika michuano hii. Na kwa kuanzia kwenye michuano hii iliyoboreshwa ya klabu 32 zitaanza kufanyika mwezi Juni na kuhitimishwa Julai kule nchini Marekani, ambako 2026 kutafanyika fainali za kombe la dunia kwa ushirikiano wa nchi za Marekani, Mexico na Canada. Sasa klabu hizi 32, tufuatane kidogo kidogo ndio ujue kwa nini Simba haina sifa hizo. Jambo la kwanza kabla sijaenda mbali ni kwamba Simba, tuweke ufafanuzi wazi, ile nafasi ya 4 iliyopo sasa sio rasmi, maana michuano bado inaendelea. Msimu wa michuano ya klabu ya CAF bado haijafikia mwisho, lakini kwenye msimamo sasa wa viwango vya ubora vya CAF kufikia sasa ndipo unaipata Simba ikiwa nafasi ya 4. Kabla sijaendelea, wacha nifafanue kuhusu hili kwanza. Nafasi ya 4 kwa sababu kwenye msimamo wa michuano ya klabu ya CAF kwenye ranks, namba 1 hivi sasa ni Al Ahly yenye pointi 78, namba 2 ni Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini yenye pointi 57, namba 3 Esperance de Tunis yenye pointi pia 57, halafu ya 4 ni Simba Mnyama yenye pointi 43. Kutoka Simba ya chini yake ni RS Berkane yenye pointi 42 na kadhalika. Tunaenda huku tutapata timu ya 6 ambayo ni Zamalek ambayo pia ina pointi 42, ya 7 utaipata Wydad Casablanca yenye pointi 39, ya 8 utaikuta Pyramids yenye pointi 37, lakini utakwenda ya 9 USM Alger nayo ina pointi 37, ya 10 CR Belouizdad ina pointi 36, ya 11 Yanga ya Tanzania ina pointi 34 na kadhalika na kadhalika. Sasa kwa hiyo hii Simba kwenye nafasi ya 4 ikiwa na pointi 43 ni msimamo tu, wala sio mwisho. Ni kama vile kwenye ligi kuu Tanzania bara hivi sasa Yanga inaongoza ligi na pointi 67. Simba iko ya pili na pointi 57 ingawa ina viporo vitatu. Je, atatokea yote wa kusema kwenye hivi sasa Yanga ndiye bingwa? Jibu hapana, kwa sababu bado Yanga haijatawazwa ubingwa, ila inaongoza ligi kwa pointi hizo 67. Pengine katika mechi 5 zilizobaki za Yanga wakapoteza wasitoa ubingwa. Pengine Simba iliyo nafasi ya pili mechi zake 8 zilizobaki ikafanya vizuri zaidi kawa bingwa. Kwa hiyo Simba haina uhakika kwamba kwa mfano kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ni ya pili. Utakuwa unakosea, kwa sababu ina uwezekano ikawa bingwa ikawa ya kwanza, lakini ina uwezekano ikafanya vibaya halafu timu za chini yake, mfano Azam mwenye pointi 51 mechi zake 4 zilizobaki ikishinda napata pointi 12, ukizidisha na ukijumlisha na 51 itakuwa na pointi 63 ambazo ni zaidi ya pointi 57 walizonazo Simba hivi sasa. Endapo itafanya vibaya Azam akafanya vizuri, Azam anaweza kuwa ya pili, Simba ikateremka chini na kadhalika na kadhalika. Kwa sababu hiyo kilichopo sasa kwenye status ya CAF juu ya viwango vya ubora ni vya msimamo tu, haijafika mwisho, kwa sababu michuano ya CAF ya club ligi ya mabingwa barani Afrika ndio kwanza iko nusu finali. Michuano ya club ya CAF kombe la shirikisho ndio kwanza ipo nusu finali. Simba wa chini yake RS Berkane, nimekwambia ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, ana pointi 42 ambaye ni RS Berkane.
RS Berkane ipo katika hatua nusu finali kombe la shirikisho. Ikitokea RS Berkane wamefuzu hatua ya finali, wataongeza pointi 5, watakuwa na pointi 47. Lakini Simba ikitokea wamekwama kwa Stellenbosch, ikitokea Watanzania tuombei hilo, lakini mpira wa miguu ni dakika 90, ikitokea Simba watakoma hapa hapa na pointi zao 43, maana yake RS Berkane wataipita Simba. Simba itakuwa tena nafasi ya 4. Nadhani imeleweka vizuri. Maana nyuma ya Simba kuna RS Berkane, nyuma ya Simba kuna timu kama Pyramids, zote zipo nyuma ya Simba. Nyuma ya Simba kuna timu kama CS Constantine ya Algeria, zinaweza zikafanya vizuri zaidi, pengine mpaka kwenda kutoa ubingwa. Maana yake nafasi hii ya 4 Simba haina uhakika, lakini inaweza ikaongeza pointi zake zaidi endapo itapanda na kwenda mpaka kuchukua ubingwa. Hapa nimejaribu kufanua kwamba nafasi hii sio rasmi, ila ni katika msimu unaoendelea. Kwenye msimamo hivi sasa Simba ni ya 4. Nadhani imeleka vizuri. Sasa tuje kwenye taratibu ya swala letu la msingi juu ya namna klabu zinavyoweza kushiriki katika michuano ya kombe la dunia la klabu la FIFA. Tumeshasema ni timu 32. Je, hizo timu zina qualify, zinapata fursa vipi kwa mabara yote? Kwa kuanzia tukumbushana, mabara yote yaliyo chini ya mwavuli mkuu wa FIFA yako 6 kwa mujibu wa taratibu za mpira wa miguu. Kuna CAF ambayo ni Afrika, sote tunafahamu vizuri. Lakini kuna UEFA, yani la CAF, kuna UEFA ambayo ni Ulaya, UEFA. Lakini kuna AFC ambayo ni Asia, AFC. Lakini vile vile kuna Amerika Kusini, inaitwa CONMEBOL, hii tunaweza kuweka namba 4, CONMEBOL. Hii ni shirikisho la mpira wa miguu Amerika ya Kusini, CONMEBOL, yani kule kwenye nchi kama za Brazil, Argentina, Colombia, Uruguay na kadhalika. Lakini kuna CONCACAF. Hili ni shirikisho la mpira wa miguu Amerika ya Kati, Kaskazini na Caribbean, inaitwa CONCACAF. Lakini shirikisho lingine la 6 sasa, hili ni OFC, Oceania. Sasa kwa taratibu za FIFA ni kwamba CAF itatoa timu 4 za kwenda kushiriki kwenye michuano hii. Tunakumbuka tunafukuzia zile timu 32, zile slots. UEFA wao wana nafasi 12. AFC Asia wana nafasi 4 kama ilivyo CAF. CONMEBOL Amerika Kusini wao wana nafasi 6. CONCACAF wana nafasi 4 kama ilivyo AFC na CAF. OFC Oceania hapa inamaanisha katika visiwa vya Solomon, lakini Vanuatu, Fiji na New Caledonia, wao katika bara hilo wanatoa timu 1. Hapo kijumlisha utaona ni timu 4, 16, 20, 26, 30, 31. Ya 32 ni host nation, taifa mwenyeji. Taifa mwenyeji lina nafasi 1. Kwa hiyo jumla unapata zile timu 32. Hilo ni swala la kwanza la msingi. Lakini sasa hizi timu 4 hizi, kwa mfano katika CAF, zinapatikanaje? Hilo ndio swala la msingi ambalo kadri tunavyoendelea kufafanuliana hapo utajua ni kwa nini huwezi kuitaja Simba kwa sasa. Iko hivi, nitahitaja CAF kwa sababu taratibu hizo ndio zinatumika CONCACAF, zinatumika CONMEBOL, zinatumika OFC, zinatumika AFC, isipokuwa Ulaya, UEFA na taratibu zao za namna ya kupata hizo timu 12 ambazo FIFA imeapprove. Taratibu wanazotumia sasa kwenye viwango vyao ndizo zinazotumika katika kupata klabu 12 za kushiriki michuano ya kombe la dunia la FIFA. Lakini kwenye haya mashirikisho mengine taratibu zake ni kama nitakavyoelezea kuhusu CAF. Nadhani nimeeleweka vizuri. Sasa CAF, klabu kutoka Afrika, zile nafasi 4 zinapatikana vipi? Cha kwanza, bingwa wa wanasema Premier Club Competition kwenye bara. Hapa lazima tufafanue vizuri. Kwanza, katika kuanza kwenye michuano hii wanaangalia msimu wa 2021 na msimu wa 2020 na msimu wa 2021 mpaka kufikia msimu wa 2023 2024, ambapo hapa utapata kuna misimu 4. Sasa kwenye misimu hiyo 4 kote inaangaliwa, sio tu Afrika, mabara yote wanaangalia performance, viwango vya klabu katika hiyo misimu 4. Lakini vigezo vya kufuzu ndo tunaanza. Bingwa yeyote
aliwahi kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye CAF au kwingineko kwenye ligi zao za mabingwa, majina yako tofauti tofauti. Kwa Ulaya wanaita UEFA Champions League. Ndo Premier Club Competition ya mabara. Afrika tuna ligi ya mabingwa barani Afrika. Ndo Premier Competition, ndo shindano la juu zaidi kwa ngazi ya club barani Afrika. Ndo FIFA inataka wale waliofanya vizuri kwenye michuano hiyo, sio vinginevyo. Kwa lugha nyingine, Confederations Cup, kombe la shirikisho, kwa FIFA hawaentertain wala hawahitaji kabisa, isipokuwa wale wanaotoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa Ulaya hawahitaji Europa, wanahitaji ligi ya mabingwa barani Ulaya. Vivyo hivyo kwa Amerika Kusini, kule CONCACAF, OFC na AFC. Kwa hiyo michuano inayoangaliwa ni ligi ya mabingwa, sio michuano mingine. Sasa kwa hiyo tiketi ya kwanza ili kufuzu ni kwamba katika hiyo misimu kuanzia 2021 mpaka 2023-24, misimu minne, aliyetoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika yeyote ule ana qualify katika zile nafasi 4 mojawapo. Hicho kigezo cha kwanza, ubingwa. Cha pili, wanatambua wakisema mabingwa tupu kwenye misimu hii, huenda kuna klabu imechukua ubingwa zaidi ya mara moja. Maana yake kuna slot, kuna nafasi nyingine itakosa mshiriki wake. Sasa kigezo cha pili, inaangaliwa ranks, viwango vya ubora. Halafu kigezo cha tatu, inaangaliwa kama timu ipo, yani iwe nchi mwenyeji, host nation, mwenyeji, nchi mwenyeji, nafasi inapatikana. Kwa hiyo kuna vigezo vitatu. Sasa kwa Afrika, kwa mabara mengine ukiondoa kule Marekani, hiki kigezo cha tatu hakiwabebi kwa sababu michuano hii haifanyiki kwenye nchi zao. Kwa hiyo kigezo hiki obvious hakipo, ni dhahiri hakipo kwa sababu Afrika sio inayoandaa michuano hii inayokuja. Kwa hiyo vinabaki vigezo viwili. Cha kwanza uwe bingwa, cha pili ranks, viwango vya ubora. Hivi viwango vya ubora sasa hapa ndio ufafanuzi. FIFA hawaangalii vile viwango vya CAF vile vya sasa ambavyo tunavifahamu siku zote kwa kuangalia misimu mitano. La hasha. Wao wana taratibu zao za kupata viwango. Ambazo ni zipi? Wanaangalia katika michuano ya hiyo wanaita Premier Competition. Michuano hapa tunazungumzia ya juu barani Afrika ni ligi ya mabingwa. Kuanzia hatua ya makundi, timu yoyote ili kicheza mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika kuanzia hatua ya makundi kwenda mbele. Sasa kwenye ligi ya mabingwa ama michuano ya juu kwenye bara, maana kwingine wana majina mengine kama kule Amerika Kusini, lakini kiufupi michuano ya juu ya klabu ya bara husika, timu ikishinda kuanzia hatua ya makundi, sio chini ya hapo. Zile preliminary stage, hatua za awali, zile hazihesabiki. Kuanzia hatua ya makundi, timu ikishinda inapata pointi 3, ikitoa sare pointi 1. Lakini pointi nyingine zinapatikana vipi? Ni kumove kutoka stage moja ya michuano kwenda stage nyingine, another stage. Kila unapomove kutoka stage moja kwenda stage nyingine kuna pointi 3. Hapa namaanisha nini? Kwa mfano kwenye hatua ya makundi, timu imefanikiwa kwenda robo finali. Kile kitendo cha kwenda robo finali kuna pointi 3. Halafu kwenye robo finali timu imefanikiwa imeenda nusu finali. Ukienda nusu finali kuna pointi 3. Ukitoka nusu finali ukienda finali kuna pointi 3. Zile zote zinakusanywa katika timu kwa ushiriki wake wa misimu minne kwa mujibu wa taratibu za CAF. Halafu overall performance, zile pointi zako zote mlizokusanya katika hiyo misimu minne kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, ukiwa umeingia hatua makundi ambako ndipo pointi hizo zinapatikana, zinawekwa kando. Halafu wale wenye pointi nyingi ndio ranks sasa. Mwenye pointi nyingi namba 1, pointi nyingi namba 2, namba 3 kwa kushuka, tunasema descending order. Ndipo zinapatikana hivyo viwango. Sasa ukiangalia kwa Afrika, kwa misimu tutoka kuhitaji 2020-2021 mpaka msimu wa 2023-24, mabingwa ni klabu mbili tu ambazo ni nani? Ahli katoa ubingwa mara 3 katika kipindi hiki ambacho ndicho kinachokuwa considered, kinafikiriwa na FIFA kutoa wakilishi. Lakini klabu nyingine ni Wydad Casablanca. Wydad tunakumbuka vizuri walitoa ubingwa msimu wa 2021-2022. Msimu wa 2020-2021 walitoa Al Ahly ya Misri, 22-23 Al Ahly ya Misri, 23-24 msimu uliopita walitoa Al Ahly ya Misri. Kwa hiyo kwenye zile nafasi 4 za CAF, kwenye zile kwenda kwenye kombe la dunia la klabu, Al Ahly tayari wao wanajitwalia nafasi kwa sababu sifa ya kuwahi kutoa ubingwa wao mara moja kwenye hiyo misimu minne, wao sio tu mara moja, wametoa mara 3. Kwa hiyo washachukua nafasi moja. Ya pili iko wazi kwa nani? Kwa Wydad.
Wydad wamewahi kutoa ubingwa. Kwa hiyo wanaingia moja kwa moja bila kujali hivi sasa kwenye zile taratibu zetu za CAF Wydad wako nafasi ya ngapi, ama Wydad hawashiriki hata michuano ya klabu ya CAF kwa msimu huu. Hawapo kombe la shirikisho, hawakushiriki ligi ya mabingwa. Walifulia kwa sababu wakupata tiketi hiyo kutoka kwenye nchi yao ya Morocco kwa kukosa zile nafasi za kushiriki michuano ya CAF. Lakini kinachowabeba ni kitendo chao cha kutoa ubingwa msimu niliotoka kuutaja 2021-22. Zinabaki nafasi ngapi? 2. Hizi 2 sasa kwa sababu zile za ubingwa zimeshapatikana, zinaangaliwa sasa viwango vya ubora ambavyo vimepatikana kwa utaratibu ule nilotoka kueleza. Kuanzia hatua ya makundi ligi ya mabingwa, ushindi point 3, sare point 1, ukimove kutoka stage moja hadi nyingine point 3. Wakiziweka hivi kwa kuzikusanya, timu gani imekusanya pointi nyingi, hapa ndipo unaikuta sasa timu ya Esperance de Tunis pamoja na Mamelodi. Hawa ndio wamekamilisha zile tiketi 4 za kutoka FIFA kuhusiana na nafasi za klabu za Afrika kwenye michuano ya kombe la dunia la FIFA. Nadhani imeeleweka vizuri. Maelezo ni marefu lakini nimejaribu kadri inavyowezekana ili uweze kufahamu vizuri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, kwa maelezo haya utaona Simba inakosa sifa kwa sababu mosi, hata ile nafasi 4 tunayozungumza kwa klabu yetu hii kama wa Tanzania kwenye michuano ya CAF ni ya muda tu. Inaweza Simba ikapanda zaidi au ikaporomoka kwa sababu msimu wa michuano ya klabu ya CAF bado haujakamilika. Ligi ya mabingwa kwa nusu finali, kombe la shirikisho nusu finali. Hiyo sababu ya kwanza. Sababu ya pili, michuano ya klabu ya kombe la shirikisho haihesabiwi na FIFA. Haina mchango wowote katika kuiongezea timu pointi za kwenda kushiriki kombe la dunia la klabu la FIFA kwa sababu viwango vyao FIFA wanaangalia ushiriki wa timu katika ligi ya mabingwa barani Afrika tu, tena kuanzia hatua ya makundi. Lakini kigezo kingine, taifa kuwa mwenyeji ili kutoa timu, sisi sio wenyeji. Kwa hiyo Simba haipo. Ndio bana, katika klabu za Afrika ingekuwa wanaangalia na michuano ya kombe la shirikisho, bila shaka hapa ungemwona Zamalek, maana yeye ni bingwa wa msimu uliopita wa kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini nyuma yake ungegundua kuna RS Berkane walishakuwa mabingwa katika kipindi cha misimu 4, lakini pia kuna USM Alger msimu wa 2022-2023. USM Alger ndio walitoa ubingwa baada ya kufika finali wao na Yanga. Kwa Mkapa USM Alger walishinda 2-1 tunakumbuka. Kule nchini Algeria Yanga walishinda 1-0, matokeo ya jumla yakawa 2-2. USM Alger wakawa mabingwa kwa faida ya bao la ugenini. USM Alger maana yake nao wangekuepo, hawapo kwa sababu michuano ya kombe la shirikisho ya CAF FIFA hawaitambui kama kigezo kimojawapo cha kuchangia points cha kuwezesha klabu kupata nafasi ya kwenda kushiriki michuano ya kombe la dunia la FIFA la klabu. Cha msingi ni klabu zetu kufanya vizuri katika ligi ya mabingwa barani Afrika kama tuna ndoto za kupeleka klabu yetu mojawapo kwenye michuano ya kombe la dunia la FIFA. Mosi, kwa kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa. Pili, kwa kupata pointi nyingi zaidi kwenye michuano ya ligi ya mabingwa ili mwishowe kama si kwenda kwa kigezo cha ubingwa basi ziende kwa kigezo cha kuwa na ranks, viwango vizuri kama ilivyopata tiketi Mamelodi Sundowns na Esperance de Tunis. Nadhani imeeleweka vizuri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukrani jazilan. Bye bye. Ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha. Na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini. Ni mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako.